Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin alifanya mazungumzo ya pili kwa simu katika wiki moja na Rais wa Iran Masoud Pezeshkian. Ofisi ya habari ya Kremlin ilisema katika taarifa yake kuhusu mazungumzo ya simu kati ya Rais wa Urusi Vladimir Putin na rais kutoka nchini Iran Masoud Pezeshkian, ambako mazungumzo yao ya awali ya simu yalifanyika Machi 6 baada ya Rais wa Urusi Vladimir Putin kufanya mfululizo wa mazungumzo na viongozi wa nchi za Ghuba ya Uajemi, ambako pia mnamo Machi 9 Putin alizungumza kwa simu na rais wa Marekani Donald Trump. Vladimir Putin alifanya mazungumzo ya simu na rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Masoud Pezeshkian ili kuendelea na majadiliano yao kuhusu hali katika Mashariki ya Kati kutokana na uvamizi wa Marekani na Israel dhidi ya Iran. Taarifa hiyo ilisomeka hivyo, ambako rais wa Urusi amethibitisha msimamo wake wa kimsingi wa kupendelea kupunguza mzozo haraka iwezekanavyo na kutatua kupitia njia ya kisiasa. Kulingana na taarifa hiyo, Masoud Pezeshkian alitoa shukrani kwa msaada uliotolewa na Urusi, ikiwa ni pamoja na hasa msaada wa kibinadamu uliotolewa kwa Iran. Mazungumzo ya pili kwa simu kati ya Vladimir Putin na Masoud Pezeshkian ndani ya kipindi kifupi cha wiki moja yanaonyesha kuwa hali ya usalama katika Mashariki ya Kati imeingia katika hatua nyeti sana ya kisiasa na kijeshi. Mawasiliano haya ya mara kwa mara kati ya viongozi wa mataifa haya mawili yanaashiria kuwa Urusi inaona mgogoro huu kuwa wa kimkakati na unaohitaji ushiriki wa karibu wa kidiplomasia. Kwanza kabisa, ukweli kwamba mazungumzo haya ni ya pili ndani ya wiki moja unaonesha kasi ambayo matukio katika eneo hilo yanaendelea kubadilika. Katika diplomasia ya kimataifa, mazungumzo ya mara kwa mara kati ya marais mara nyingi pia hufanyika pale ambapo hali ya usalama inabadilika. Katika diplomasia ya kimataifa, mazungumzo ya mara kwa mara kati ya marais mara nyingi pia hufanyika pale ambapo hali ya kiusalama inabadilika haraka na inahitaji uratibu wa kisiasa kati ya washirika wa kimataifa. Hii inaashiria kuwa Moscow na Tehran zinafuatilia kwa karibu hatua za kijeshi na kisiasa zinazofanywa na wapinzani wao. Pili, mazungumzo haya yalifanyika baada ya Putin kufanya mawasiliano na viongozi kadhaa wa nchi za Ghuba na pia kuzungumza na Rais Donald Trump. Msururu huu wa mazungumzo unaonyesha wazi ya kwamba Urusi inajaribu kujenga nafasi ya kuwa mpatanishi au nguvu ya kidiplomasia inayoweza kuzungumza na pande zote zinazohusika katika mgogoro huu. Katika hali ya mvutano wa kijeshi unaweza kupanuka, nchi yenye uwezo kuwasiliana na pande zote mara nyingi pia hujaribu kujijenga kama daraja la mazungumzo ili kuzuia mgogoro usipanuke zaidi. Tatu, kauli ya Kremlin kwamba Putin anaunga mkono kupunguza mzozo kupitia njia za kisiasa inaonyesha mkakati wa Urusi wa kujionyesha kama nchi inayotaka suluhisho la kidiplomasia badala ya vita vya uwazi. Hata hivyo, katika siasa za kimataifa, kauli kama hizi mara nyingi huwa na maana mbili. Kwa upande mmoja zinaweza kuwa ni juhudi za kueleza kupunguza mvutano, lakini kwa upande mwingine zinaweza pia kuwa njia kulinda maslahi ya kimkakati ya Urusi katika eneo hilo. 4. Iran kuishukuru Urusi kwa msaada wa kibinadamu inaonyesha kiwango cha ushirikiano uliopo kati ya mataifa hayo mawili katika kipindi hiki cha mvutano. Msaada wa kibinadamu mara nyingi hutumika pia kama ishara ya uhusiano wa kisiasa na kijeshi kati ya mataifa. Hii inaonyesha kuwa Iran inaiona Urusi kama mshirika muhimu katika kipindi ambacho inakabiliwa na shinikizo la kimataifa na vitisho vya kijeshi. Mawasiliano pia haya yanaweza pia kuashiria uwezekano wa uratibu wa kisiasa au hata kimkakati kati ya Urusi na Iran kuhusu hatua zinazofuata katika mgogoro huu. Ingawa taarifa rasmi zinaonyesha mazungumzo ya kidiplomasia tu, katika mazingira ya migogoro mikubwa mara nyingi viongozi hujadili pia masuala ya usalama, tathmini ya hali ya kijeshi na uwezekano wa hatua za baadaye. Pia nafasi ya Urusi katika mgogoro huu ni muhimu kwa sababu ni moja mataifa yenye ushawishi mkubwa katika siasa za kimataifa na pia ina uhusiano wa karibu na Iran katika masuala kadhaa ya kimkakati. Wakati huo pia Urusi ina uwezo wa kuwasiliana na Israeli na hata Marekani. Hali hii inaipa Moscow nafasi ya kipekee kuwa kati ya pande zinazokinzana, ambako pia mazungumzo ya Putin na Trump kabla au baada ya mawasiliano na Iran yanaweza kuwa ishara kwamba Urusi inajaribu kuelewa na kupima msimamo wa Marekani kuhusu hatua zinazofuata katika mgogoro huu. Katika migogoro mikubwa ya kimataifa, mawasiliano ya moja kwa moja kati ya viongozi wakuu hutumika mara nyingi kuzuia makosa ya kimkakati ambayo yanaweza kusababisha vita vikubwa zaidi. Tukio hili pia linaonyesha jinsi mgogoro wa Mashariki ya Kati ulivyoanza kuvuta mataifa makubwa ya dunia kuingia moja kwa moja katika mazungumzo yake. Kadri mvutano unavyozidi kuongezeka,
mataifa yenye nguvu kama Urusi na Marekani huanza kushiriki kwa karibu zaidi, kwa sababu athari za mgogoro huu zinaweza kuathiri siasa za kimataifa, uchumi na usalama wa dunia. Kuongezeka kwa mawasiliano ya kidiplomasia kama haya mara nyingi pia huwa ishara kwamba pande mbalimbali zinaelewa hatari ya mgogoro huu kupanuka na kwa kiwango kilichopo sasa. Hii inaweza kuwa sababu ya juhudi za kujaribu kuweka njia za mazungumzo wazi hata wakati mashambulizi ya kijeshi yanaendelea. Kwa ujumla, mazungumzo ya mara ya pili kati ya Putin na rais wa Iran yanaonyesha kwamba mgogoro wa sasa katika Mashariki ya Kati umeingia katika hatua ambayo mataifa makubwa yanaanza kushiriki kwa karibu zaidi katika juhudi za kisiasa na kimataifa. Mawasiliano haya yanaweza kuwa sehemu ya juhudi za kupunguza mvutano, lakini pia yanaonyesha wazi kuwa nguvu za kimataifa zinafuatilia kwa karibu sana kila hatua inayochukuliwa katika mgogoro huo.